الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، darsa ya al-fiqh al-muyassar. Leo baada ya utangulizi katika darsa iliyopita, somo la leo ndio linaanza hasa darsa ya kwanza. Ile iliyopita ilikuwa ni utangulizi. Sasa leo inshallah ndio inaanza darsa ya kwanza katika somo hili la fiqh. Kurasa 22. Awalan, kitabu tahara. Kwanza kabisa ni kitabu cha tahara. Wayashtamilu ala 10 abwabi, yani fungamana kitabu hiki juu ya milango 10. Fungamana juu ya milango 10. Albabu alawwal, mlango wa kwanza, ya ahkami tahara wal miyahi, katika hukumu ya tahara na maji. Tahara na hukumu ya maji. Wa fihi iddatu masail, na kuna masala mengi katika hayo. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, fi taarifi bitahara, katika taarifu ya tahara. Tahara ni nini? Utambulishi au kitambulishi cha tahara. Tahara ni kitu gani? Wa bayanu ahmiyatiha, na kubainisha umuhimu wake ya tahara. Wa aqsamiha, na vigawanyiko vyake. Tahara ni nini? Tahara, umuhimu wake tahara, na tahara umegawika vigawanyiko vingapi? Awal, raqam al-awwal, namba 1, ahmiyatu tahara, umuhimu wa tahara. Wa aqsamuha, na vigawanyiko vya tahara. Tahara ina umuhimu gani na vigawanyiko vyake ni vingapi? Wa taharatu hiya miftahu swala. Tahara yani kujitaharisha. So tahara maana yake ni kule kujitaharisha, kujitaharisha kutokana na uchafu mtu alionao mwilini, au kujitaharisha kutokana na hadathi alionao mwilini. Kwa hivyo atahara hiya miftahu swala, kujitaharisha ni ufunguo wa sala. Yani ukitaka kuingia ndani ya sala lazima uwe ni msafi, uwe na tahara, uwe na tahara, umejitaharisha kutokana na hadathi kubwa na hadathi ndogo. Uwe msafi, uwe huna janaba, uwe huna hedhi kama ni mwanamke, wala huna nifasi. Ikiwa umeshamaliza nifasi au hedhi au una janaba, basi lazima koge kwa kutumia maji, uwe uko tahara kabisa. Kwa hivyo kuwa na tahara ndio mifungua wa sala. Ikiwa una hadathi ndogo lazima uwe umetia udhu. Kwa hivyo ukitaka kuingia katika sala, ufunguo wake ni tahara. Huwezi ukasali bila kuwa na tahara, au uko msafi, una udhu. Wa akidu shurutiha, na ndiyo masharti yenye nguvu, yenye kutiliwa mkazo tahara. Katika masharti yaliyotiliwa mkazo basi ni kuwa na tahara ikiwa unataka kuingia katika sala. Wa shartu, na sharti, la budda an yataqaddama ala almashruti, hapana budi itangulie kwa kutekelezwa kuliko mashruti, kuliko lile ambalo limeshurutizwa. Sharti inatangulia, yani sharti ya kusali lazima uwe na udhu. Kwa hivyo udhu unatangulia, sio kwanza unasali alafu tia udhu. Tia udhu kwanza alafu ndio sali. Ndio wanasema sharti inatangulia kuliko mashruti, kwa maana tia udhu kwanza alafu ndio utasali. Wa taharatu ala qismaini, tahara imegawika vifungo viwili. Tahara imegawika vifungo viwili. Alqismu alawwal, kifungo cha mwanzo,
taharatun maanawiya, ni tahara ya kimaana. Tahara ya kimaana, taharatun maanawiya, ni kujisafisha kimaana. Sema tahara manake ni kujisafisha. Sasa kujisafisha huku ni kujisafisha kimaana, yani ni jambo ambalo linajulikana katika akili za watu. Kujisafisha kimaana ndio nini? Wa hiya taharatul qalbi min ashirki, ni kusafisha moyo kutokamana na shirki. Moyo wako uwe hauna shirki yoyote ya kumshirikisha Allah, wal maasi, na kusafisha moyo wako kutokana na maasi. Hii ni tahara ya kimaana. Kwa hivyo lazima moyo wako usafishe, usiwe na shirki, sababu shirki ndio sababu ya kwamba matendo yote hayakubaliwi. Kwa hivyo hata ukitia udhu, kama una shirki, una hiyo tahara ya kimaana huna, yani una shirki, ibada yako hiyo haikubaliwi. Sababu kwa wewe ni mshirikina, kwa hivyo ibada yako hiyo haikubaliwi. Fanya ibada na huko unamshirikisha Allah. Inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, nisamehe makosa mengine yasiyokuwa shirki kwa mtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Man yushriki billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, anamshirikisha Allah amepotea upotevu wa mbali, kwa mbali kabisa na haki. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman mubina, kushirikisha Allah amezusha dhambi iliyo wazi wazi. Wa man yushrik billahi, yoyote anamshirikisha Allah, fakaannama kharra minas samai, ni kama kwamba kadondoka kaporomoka kutoka juu. Fatakhtafuhu tayru, ikawa ndege wanamdonoa donoa. Au tahwi bihi rihu fi makani sahiq, au upepo ukamrembea mbali sehemu ya mbali palipokuwa hapajulikani. Hiyo ndio shirki ilivyo. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar, namshirikisha Allah, Allah amemharamishia pepo, haingii peponi na mafikio yake itakuwa ni motoni. Kwa hivyo jiepushe na tohara ya moyo, moyo wake uwe safi, uwe hauna shirki. Ajiepushe moyo wake na shirki, ajiepushe na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi yote, zina, shurbul khamri, kunywa ulevi, maasi yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekula, riba, madhambi yale makubwa makubwa yenye kumwangamiza mtu, sabul mubiqat, firaku billah, sihr, uchawi, qatlu nafsi allati harrama Allahu qatlaha illa bil haqqi, kuua mtu dhulma wa dhulmatu. Kwa hivyo yote haya tunatakiwa jiepushe nayo. Wa kulu riba, kula riba, kulu mali yatim, kula mali ya yatima, watawali yauma zahf, kukimbia katika vita, Waislamu na makafiri wanapigana, Muislamu kukimbia. Yote haya ni katika maasi makubwa. Wa qadhful muhsanati alghafilati almu'minati, na kusingizia uzinifu wanawake wema ambao wameghafilika na madhambi, hawajui zina ni nini, wewe ukawasingizia ukasema ni wazinifu. Kullu marana alaihi, na kila ambalo linachafua, linatia doa, kila linalotia doa katika moyo unajiepusha nalo. Wa hiya ahamu min taharati albadan, na huu kusafisha moyo ambao ndio tahara maanawia ndio muhimu zaidi kuliko kusafisha mwili. Sababu mwili unaosafisha, una udhu, unatia udhu, una najisi unaiondosha kwa maji, lakini moyo kama umechafuka ni hatari. Kwa hivyo hii ya kusafisha moyo ambayo ni tahara ya maanawia ndio muhimu zaidi kuliko kutoharisha mwili, kiwiliwili, kuliko kusafisha kiwiliwili. Moyo mpaka usafike, uwe safi, hauna shirki, hauna maasiya. Alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam,
wale wanaojiepusha madhambi makubwa na mambo machafu, isipokuwa lamam. Lamam manake isipokuwa yale madhambi madogo madogo ambayo mtu haepukani nayo, na hayo madhambi madogo yanafutwa kwa kutia udhu. Unatia udhu nyumbani, kila hatua moja unanyanyua unafutiwa dhambi, naandikiwa thawabu na nyanyuliwa daraja. Kwa hivyo kila kutia udhu, madhambi madogo madogo ndio yanadondoka kwa kule kutia udhu kuja kusali, na kila sala na sala nyingine inafuta dhambi. Funga ya Ramadhani kija inafuta dhambi. Haya ni madhambi yale madogo madogo. Wala yumkinu, wala ni jambo ambalo haliwezekani, mtatahakaka taharatul badani, kupatikana utahara wa mwili, mawujudi, pamoja na kuwepo najisi ya ushirikina. Siwezekani mwili wako musafisha, lakini katika moyo huo kuna ushirikina wote. Siwezekani, lazima na moyo usafishe mwanzo, kama kala Taala, ama Allah alivyosema, innamal mushrikuna najasun, hakika ya washirikina ni najisi. Najisi hii sio kwamba mshirikina akikushika mkono ukakoge au ukakosha mkono wako kwa sababu ni najisi. Ndio hiyo najisi tulizozungumza ya kimaana. Washirikina nyoyo zao ni chafu. Kwa hivyo Allah akawasifu innamal mushrikuna najasun, hakika ya washirikina ni najisi. Hii ni kifungu cha mwanzo kwamba ni tohara ya maanawiya, tohara ya kimaana, kwamba lazima mtu moyo ausafishe kutokana na shirki, ausafishe moyo kutokana na maasi. Siwe na maasi ya kumwasi Mola wake, awe safi kabisa. Na hii ndio inatangulizwa zaidi kuliko tohara ya kusafisha mwili. Al-qismu thani, kifungu cha pili, taharatul hisiya, ni tohara ya hisia. Hii ambayo inaonekana ile ya kwanza ni ya kimaana tu, maanawia. Hii ya hisia maana yake unaiona, ni tohara ambayo unaiona. Najisi hapa, unaona sina udhu, unaona mimi nina janaba. Kwa hivyo ni ile ambayo ni hisia, inaonekana hiyo. Wasayati tafsilu alqauli fiha, na itakuja upambanuzi wa maneno katika tohara hiyo. Ila asturi atalia, katika mistari ifuatayo, yani katika maneno yajayo tutaelezea ufafanuzi wake. Taarifu yake, wahia fi lugha, tohara ahisia hii katika lugha ya Kiarabu, an-nadhafa wan-nazahatu min al-aqdhar. An-nadhafa ni usafi, yani kujiepusha na uchafu. An-nadhafatu ni usafi, wan-nazahatu min al-aqdhari, na kujiepusha na uchafu ndio tohara. Uwe huna uchafu, uwe msafi, hiyo ndio tohara. Ipi hii? Ya kihisia, kwamba uwe ni msafi na ujiepushe na uchafu. Hii kwa mnasaba wa lugha ya Kiarabu. Wa fi istilah, na kisheria sasa, istilah ya watu wa fiqhi. Istilah ya watu wa fiqhi, yani makubaliano ya watu wa fiqhi. Nini tohara? Rafu alhadathi, ni kuondosha hadath, wa zawalu alkhabath, na vile vile kuondosha najisi. Rafu alkhabath, alhadath ni kuondosha hadath kama kubwa au ndogo, unaiondosha. Hadath ni kwamba una janaba au una hedhi au una nifasi, hii ni hadath. Au huna udhu, hii ni hadath. Sasa unaiondosha hiyo hadath, unaiondosha, ndio tohara. Ni kuondosha hadath, wa zawadu alkhabathi, na kuondosha najisi, Kwa hivyo hiyo ndio tohara. Kama una najisi ima kwenye nguo unaiondosha, au kama kwenye mwili unaiondosha, inasabika hiyo ni tohara. Au fil makani, sehemu ambayo unasali, basi una najisi unaiondosha.
Kwa hivyo ukiondosha najis kwenye mwili, ukaondosha najis kwenye nguo, ukaondosha najis kwenye sehemu ambayo unasali, unataka kufanya ibada ya sala, unaambiwa hapa umeondosha hadath. Na ukiondosha hadath katika mwili, ikiwa ni kubwa ikiwa ni ndogo, unaambiwa umefanya tahara. Almuradu biirtifai alhadathi, na makusudio ya kuondosha hadath, izalatu alwasfi, ni kuondosha sifa, almani, inozuia, min aswalati, inozuia kusali. Huwezi kusali ikiwa sifa hiyo unayo. Walmuradu biirtifai alhadathi, na makusudio ya kuondosha hadathi, izalatu alwasfi, ni kuondosha sifa, almani, yenye kuzuia, min aswalati, kutokana na kusali, kwamba una sifa wewe, kwa sifa hii imekuzuia usisali, sababu una najis au katika nguo au katika mwili. Kwa hivyo huruhusi kusali. Au una hadath, una janaba au una hedhi au una nifasi au huna udhu. Kwa hivyo kwa sifa hii huwezi ukasali. Kwa hivyo sasa unafanya nini? Unafanya ilo jambo ambalo halikufanyi kwamba usisali, sasa unaoniondosha ili upate kusali. Unafanya nini? Sifa hiyo unaiondosha kwa nini? Biistimali almai, kwa kutumia maji. Unaiondosha sifa hiyo ulionayo inokuzuia kusali kwa kutumia maji, fi jamil badani, katika mwili wote. Mwili wote unaiondosha kwa kutumia maji, katika mwili mzima. Mwili mzima, imkana alhadathu akbara, ikiwa ni hadathi kubwa. Yani ikiwa ulikuwa na janaba, basi lazima ukoge na mwili mzima uenee maji. Kukoga, unakoga na mwili mzima uenee maji, na unayafanya hayo kwa kutia nia kwamba ninaondosha hadathi kubwa, kwamba mimi nilikuwa na janaba, kwa hivyo ninaondosha hadathi yangu hii kubwa, kuwa na janaba. Janaba napatikana kwa pengine mtu amechanganyika na mkewe, sehemu ya siri, kaingia katika sehemu ya siri, hata kama hajatoka hayo maji ya uzazi, inawajibika yeye kukoga janaba. Au pengine amelala akaota ametokwa na hayo maji, basi ni lazima koge janaba. Yani amelala ameota ametokwa na hayo maji na akahakikisha kwamba kweli ametoka, basi lazima koge janaba. Na sifa kukoga janaba mnajua, na tafika katika milango yake, tafika katika milango yake kueleza kwa upana. Hapa tuko katika utangulizi, tunapofika katika sehemu yake, basi tutaeleza kwa upana kufahamu jinsi ya kukoga janaba. Lakini almuhimu tulisema tohara hiyo itaondoka, irtifau alhadathi, ni kuondosha hadath. Tohara istilah, kuondosha hadath. Izalatul wasfi almani, ni kuondosha ile sifa iliyokuwa inazuia, min aswalati, kutokana na kusali, inakuzuia usisali. Biistimali almai, kwa kutumia maji, fi jamil badani, katika mwili wote mzima. Maji hayo unahakikisha mwili wote umeingia maji, pamoja na kutia nia ya kwamba unaondosha janaba. Ikiwa ni mwanamke kumaliza nifasi, mwenyewe anakoga mwenyewe kwamba anaondosha nifasi yeye mwenyewe. Zamani alhamdulillah elimu imeingia, fahamika. Zamani ilikuwa mwanamke akitoka nifasi, manake amemaliza kuzaa, aghlabu sana siku 40, kwamba damu imekatika. Ilikuwa zamani umetolewa nje mwanamke hapo na kanga moja tu, anaitwa shekhe, anakuja na anamtia tohara,
Hivyo shekhe yule anachukua maji namkosha uwanjani, watoto wanaona, sio kwamba ni chooni, hapo uwanjani. Mwanamke amevaa kanga moja tu, ukiwa maji mwili ile, yani mwili umeingia maji wote, na shekhe ndiye anayefanya hivyo, kwamba anamtia tohara, kosa ambalo lilikuwa linafanyika. Hivyo nguo ile imeingia maji yote, mwili wake wote mzima unaonekana. Alafu shekhe ajidai astaghfirullah, ametafuta yani mwenyewe ameenda kuyatafuta, lakini alhamdulillah sasa hivi imeondoka hiyo. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kukoga nifasi ni sawa sawa na kukoga janaba, hakuna tofauti. Ile ni kukoga nifasi na kukoga janaba. Kwa hivyo janaba tunakoga nyumbani mwake, tulia tu, na hivyo ndivyo unapokoga nifasi, hakuna tofauti. Kwa hivyo unatia nia tu kwamba naondosha hadathi kubwa ya aina kadhaa, kama ni janaba au kama ni nifasi au kama ni ya hedhi. Na mwanamke nifasi lazima afumue nywele, nifasi lazima nywele zake zifumue, mwili wote upate maji mpaka kwenye mashina ya nywele yapate maji. Baada ya kumaliza hedhi, basi vile vile anatakiwa afumue nywele zake. Ama kukoga janaba haihitaji kufumua nywele, amefanyiwa tahfifu mwanamke, haihitaji kufumua nywele, kujitia maji katika nywele zake tu bila kuzifumua. In kana hadathan asghar, na ikiwa ni hadathi ndogo, yakfi mururuhu ala a'dha'i alwudhu'i, inatosha yeye kupitisha maji hayo katika viungo vya udhu. Ikiwa ni hadathi ndogo, bimaana hana udhu yeye, basi inatosha yeye kutia maji yapitisha katika viungo vile vya kutilia udhu, biniyatin, lakini kwa kutia nia kwamba anaondosha hadathi ndogo, kutia nia kwamba anaondosha hadathi ndogo, nia ambayo iko moyoni. Hatamki nawaitu rafa al-hadathi, bali ananuia katika moyo wake tu, hatamki matamshi. Fa in fuqida al-ma'u, maji yakikosekana, huyu mtu ana janaba au ana hadathi kubwa au ana hadathi ndogo na maji hamna, au ajaza anhu, au ameshindwa yeye maji kutumia, kutokana pengine mgonjwa hawezi kutumia, ni mgonjwa yeye, au ajaza anhu, istumila, itatumika hapo ma yanubu anhu, yale yanayokaa niaba ya maji, itatumika yale yanayokaa niaba ya maji. Ikiwa mtu maji kakosa, hamna, au yapo maji lakini anaumwa, kigusa maji utapata madhara zaidi, basi atatumia ile ambayo inakaa niaba ya maji. Wa huwa turabu, nao ni mchanga. Huwa turabu, nao ni mchanga. Ala sifati almaamuri biha shar'an, katika sifa ambayo imeamrishwa kisheria. Tutumia mchanga katika sifa ambayo imeamrishwa kisheria. Wasayati dhikruha insha Allahu fi babi tayammum, na itakuja kutajwa kwake, itakuja insha Allah katika mlango wa kutayammam, itakuja kuelezwa kwa urefu katika mlango wa kutayammam. Walmuradu bizawali alkhabath, nimekusudia kuondosha najisi, makusudio ya kuondosha najisi. Ai zawalu najasati, yani kuondosha najisi, min albadani, katika mwili, wa thawbi, na nguo, wal makan, na sehemu. Ni sehemu ile ambayo nataka kusali, ile sehemu anayotaka kusali lazima iwe safi, ina najisi, mwili uwe safi na nguo unasalia iwe ni safi. Muradu bizawali alkhabathi, na makusudio aliposema pale kuondosha khabathi, najisi, ai zawalu najasati, ni kuondosha najisi, min albadani, katika mwili, wa thawbi, katika nguo, wal makani, na sehemu ile ambayo nataka kusali, lazima najisi uiondoshe. Kwa hivyo taharatu alhisia, kwa hivyo tahara ya hisia hii ambayo inaonekana ala nawaini, imegawika sehemu mbili. Taharatu hadathi
ni tohara ya hadath ambayo tumeona kwamba ni hadathi kubwa na ndogo. Wataktasu bilbadani, hii inahusika katika mwili. Tohara ambayo inaitwa hadath, hii inahusika katika kiwiliwili, ima na hadathi kubwa au ana hadathi ndogo. Hadathi ndogo kwamba hana udhu tu, hadathi kubwa kwamba anahitajia lazima akoge. Toharatu khabathi, na tohara ya khabathi ambayo ni hiyo tuliosema najis, tohara ya najis. Watakunu fil badan, hii inakuwa katika mwili, wa thaubi, na inakuwa katika nguo, wal makani, na inakuwa katika sehemu hiyo mtu ambao anataka kufanya ibada. Wal hadath wala nawain, na hadathi ziko aina mbili: hadathun asgharu, hadathi ndogo, wa huwa ma yajibu bihi alwudhu, ambayo ni ile ambayo ni wajibu kutia udhu, ni wajibu kutia udhu. Hii ni hadathi ndogo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha qumtum ila swalati, mnaposimama kwamba mnataka kusali, faghsilu wujuhakum, kosheni nyuso zenu. Faghsilu wujuhakum, kosheni nyuso zenu. Wa aidiakum ila almarafiqi, na kosheni mikono yenu mpaka katika vifundo. Hivyo mkono, uso unaokosha wote, ni mkono unaokosha mpaka katika vifundo. Wamsahu biruusikum, na panguseni katika vichwa vyenu. Kwa hivyo kwenye vichwa mnapangusa maji, kichwa unapangusa maji. Wa arjulakum, arjulakum ni maatufu, imeatifiwa kwenye faghsilu wujuhakum, kosheni nyuso zenu. Kwa hivyo kaja wa arjulakum, yani waghsilu arjulakum, na kosheni miguu yenu. Miguu inakoshwa, wala miguu haipanguswi, sababu kuna qiraa wa arjulikum, kuna qiraa wa arjulikum ambayo ni qiraa shadha, yani qiraa ambacho ni cha wachache waliosoma hivyo, na utawakuta baadhi ya watu wanafuta katika miguu, na watolea ushahidi aya hii wa arjulikum, lakini inasoma wa arjulakum, bimaana na mkoshe miguu yenu. Miguu inakoshwa, haipanguswi. Na hao waliosoma qiraa wa arjulikum, maana yake ikiwa hiyo miguu mmevaa hofu, wa arjulikum, ikiwa hiyo miguu mmevaa hofu, mutapangusa ila alka'baini, mpaka katika vifundo viwili, mwikoshe mpaka kwenye vifundo viwili. Kwa hivyo kutia udhu ni wajibu. Ma yajibu bihi alwudhu, ni hadathi ndogo ambayo ni wajibu kutia udhu. Wa hadathun akbar, na hadathi kubwa, wa huwa ma yajibu bihi alghusl, ni ile ambayo ni wajibu kuoga. Kukoga, wajibu kukoga, hadathi kubwa kama tulivyoeleza, janaba, au kama ni mwanamke wa amemaliza hedhi au amemaliza nifasi. Wal khabathu ala thalathati anwa, na khabath hii najisi hii ambayo inaitwa khabath iko aina tatu. Ala thalathati anwa, iko aina tatu. Khabathun yajibu ghusluhu, kuna khabath ambayo ni wajibu kukosha, kuikosha. Yajibu ghusluhu, ni wajibu kuikosha. Khabathun yajibu nadhuhu, na kuna khabath ambayo ni najis ambayo ni wajibu kuinyunyizia maji. Kuinyunyizia maji tu inaondoka, taifahamisha itakapofika pahala pake. Wa khabathun yajibu mashuhu, na kuna khabath ambayo ni najis ambayo ni wajibu kuifuta, kwamba hii inatakiwa kufutwa tu, haikoshwi wala hainyunyiziwi maji, bali inafutwa. Ili moja elezo kwa urefu itakapofika pahala pake. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, alma'u alladhi tahsulu bihi tahara, maji ambayo hufaa kujitaharishia, maji ambayo hufaa kujitaharishia, yani kujisafishia. Maji hayo yanafaa, ni haya ambayo tutaeleza.
Tahara tahtaju ila shay'in yutatahharu bihi. Tahara yahtaju ila shay'in yutatahharu bihi. Tahara inahitajia kitu ambacho husafisha, toharishia kwa kitu hicho. Yuzalu bihi najas, ambayo inaondosha kwa jambo hilo au kwa kitu hicho cha kujitoharishia, inaondosha najis. Wa yurfau bihi alhadath, na hadath inaondoka. Wa huwa almau, na kitu wenyewe ni maji. Kitu wenyewe ambacho kinaondosha hadath ni maji. Walmau alladhi tahsulu bihi tahara, na maji ambayo hupatikana tahara kwa maji hayo, huwa almau tahuru, ni maji ambayo yanaitwa tahuru, maji ambayo ni safi wenyewe na ni maji ambayo yanamsafisha mtu. Tahuru ni maji wenyewe yako safi na yana uwezo ya kutoharisha. Maji wenyewe yako safi, mau tahuru ni yale maji ambayo yako safi na pamoja na usafi wake yanamsafisha mtu, inaitwa atahuru. Wa huwa tahiru, ni maji ambayo ni tahir, safi kabisa, fi dhatihi, wenyewe yale maji yako safi. Almutahiru lighairihi, na yanamsafisha mwingine. Wenyewe yako safi na yanamsafisha mwingine. Hayo ndio maji ambayo hutumika, kwamba wenyewe maji wenyewe ni safi na wenyewe yanamsafisha mtu. Mtu akisafishwa kwa maji hayo au akijisafisha kwa maji hayo husafika. Wa huwa albaqi ala asli khilqatihi, ni yale maji yaliyobakia katika asili ya maumbile yake, ni yale maji yaliyobakia katika asili ya maumbile yake yalivyoumbwa, ndio maji hayo yanayosafisha. Yani ala sifatihi, yanabakia katika sifa yake, allati khuliqa alaiha, ambayo yameumbiwa sifa hiyo. Ni maji ambayo yanabakia katika umbile lake ambalo Allah kaliumba kwa umbile hilo. Sawaun kana nazila minas samai, ni sawa hayo maji kama ni yenye kushuka kutoka juu. Sawaun kana nazilan minas samai, ni sawa maji hayo kama ameshuka kutoka juu. Kalmatari, kama vile maji ya mvua. Wa dhaubi athuluji, na kama vile maji ya myayuko wa theluji. Theluji ni mvua ya mawe ile, nasikia imeteremka mvua ya mawe, ni theluji ile. Sasa ile mvua ya mawe ile au theluji ile hudondoka kutoka juu, na mara nyingi inakuwa ni maeneo ya kwenye milima, ndio mara nyingi wanapata mvua ile, maeneo ya kwenye milima, ile ndio theluji. Kwa kwetu Zanzibar nadhani, sijui, katika fahamu yangu imeshuka mara moja tu, katika ule ufahamu wangu mimi, mara moja tu sehemu za Bambi ikashuka kidogo tu, lakini sehemu za kwenye milima inashuka sana. Mara moja nilikuwepo Uganda, ikashuka hiyo mvua, basi mbele ya nyumba ambayo ninakaa kulikuwa na mti kama mwarobaini hivi, basi wote wamekatika matawi. Yale mapande ya mabarafu yanavyoshuka chini, wote mti umekatika matawi. Sasa donge kama lile au mvua kama ile kikukuta, huna pa kujificha, ndio inakuangamiza. Sasa donge lile la barafu likishashuka lile, likikaa muda mchache huwa linayayuka, halikai sana, linayayuka. Likai muda mrefu, likipata hewa tu linayayuka. Sasa likiyayuka, yale maji yake ni maji ambayo ni safi maumbile yake na yanamsafisha mtu, ambayo yanaitwa dhaubi athuluji, maji ambayo yametokana na mnyayuko wa theluji au mvua ya mawe. Walbaradi, na umande. Walbaradi na umande. Wakati mwingine unakuta maji mengi tu yametuama, ima kwenye majani ya mgomba au kwenye majani ya miti mingine ambayo ni mengi, yani
Kuna siku ambao umande unakuwa mwingi sana, ambao unatia udhu au unakoga na hadathi kuondoka. Au jariyan fil ardhi, au maji ambayo yanatembea katika ardhi. Au jariya fil ardhi, au maji ambayo yanapita katika ardhi, kama ila nahari, kama vile maji ya mito. Ona mto uko safi kabisa, maji yake yanatembea, hayakutuama bali yanatembea. Wal uyun, na chemchemu, toka chemchemu, maji yale yako safi yale katika umbile lake lilivyoumbwa. Wal abari, visima, maji ya visima, umbile lake yako safi kabisa. Wal bihar, maji ya bahari, bahari ya maji chumvi na bahari ya maji baridi, sababu bahari ziko aina mbili. Kuna maji ya chumvi ndio tunaiona, na kuna bahari ambayo ni maji matamu, bahari kabisa. Bahari ukienda katika mto Nile utaona bahari kabisa, bahari mameli makubwa yanapita, na umetoka nchi na kwenda nchi nyingine. Mto Al-Furat hivyo hivyo, umetoka nchi ukaenda nchi mwingine. Kwa hivyo yote hii inaitwa buhaira, ni bahari hizi. Kwa hivyo yote haya ni maji ambayo asili yake ni safi. Haya ni maji safi kwa kauli yake Allah, li kaulihi ta'ala, kwamba haya ni maji ambayo yanaitwa tahur, kwamba wenyewe ni safi na yana uwezo ya kumsafisha anayetaka kujisafisha. Kauli yake Allah aliposema, wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, na amekuteremshieni maji kutoka juu, amekuteremshieni maji kutoka juu, liyutahhirakum bihi, ili Allah apate kukusafisheni kwa maji hayo. Wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, na Allah amekuteremshieni maji, na anakuteremshieni maji Allah subhanahu wa ta'ala kutoka juu, ili Allah subhanahu wa ta'ala akusafisheni, akutoharisheni kwa maji hayo. Maji hayatoki mbinguni, lakini maji yanatoka juu. Maji yanatoka juu. Juu wapi? Min almu'sirat, anzalna min almu'sirat ma'an thajaja, meteremsha Allah kutoka katika mawingu. Mu'sirati, mawingu yenye kujikamua. Ile wingu linajikusanya, baadaye linajikamua, inafanyika mvua, inashuka. Kwa hivyo ni kwenye wingu. Aantum anzaltumuhu min almuzni, je, nyinyi ndio mlioteremsha maji kutoka kwenye kiwingu? Am nahnu almunzilun, au ni sisi ndio tulioteremsha? Kwa hivyo maji yanatoka kwenye kiwingu, sio mbinguni kule, ni hapo angani kwenye kiwingu ndipo inapoteremka mvua. Wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahura, na tumeteremsha kutoka juu maji ambayo ni tohara, maji ambayo ni safi wenyewe na yanayomsafisha mtu. Wa liqauli nabii sallallahu, na kauli yake Mtume sallallahu aliposema, Allahumma ghsilni min khataayaya, ewe Allah nisafishe mimi kutokana na madhambi yangu, nisafishe kutokana na makosa yangu, bilmai, unisafishe kwa maji, wa thalji, na theluji, wal baradi, na umande. Manake kama vitu hivi vinavyomsafisha mtu, na mimi unisafishe iwe sina kosa ya Rabbi. Ni dua katika dua alizokuwa Mtume sallallahu anaomba, Allahumma ghsilni min khataayaya bilmai wa thalji wal barad, ya Rabbi nisafishe kutokana na makosa yangu kwa maji na theluji na umande. Wa liqaulihi sallallahu an ma'il bahri, na kauli yake Mtume sallallahu alipoulizwa kuhusiana maji ya bahari, kuambiwa na masahaba, ya Rasulullah, sisi narkabul bahra, tunapanda vyombo baharini, nahmilu qalila min almai, tunabeba maji kidogo tu ambayo tunakunywa, na huenda tukaona kiu kama maji hayo tunakunywa. Je, anatawadha bimai albahari, tutawadhe kwa maji ya bahari? Yani wanauliza, yafaa bahari kutawadhia maji yake, kutilia udhu? Mtume sallallahu ndio akasema neno haya, akajibu na ziada,
sema huwa tahuru mauhu, maji yake ni tahara, yani safi na yanaweza kumsafisha mtu. Dhati yake ni safi na yanamsafisha mtu. Huwa tahuru mauhu, maji yake ni safi kabisa, yanamsafisha mtu. Alhillu maitatuhu, na ni halali maiti yake. Hiyo ndio nyongeza Mtume sallallahu aliojibu katika suala liloulizwa, akasema alhillu maitatuhu, maiti yake ni halali. Yani maiti yake bimaana ni maiti ya baharini, maiti ya baharini ni halali. Yani ukiona samaki mule chewa umekuja juu, hahitaji kwamba lazima umchinje, ni halali. Kwamba lazima mpige bismillah kwamba wachinja, ni halali maiti yake madamu ni maiti ya humu baharini, na imethibitisha kwamba huyu hauwi, basi ni halali. Maiti ambaye au katika mnyama ambaye baharini anaua haruhusiwi kula, hata kama ni mzima, hata kama sio maiti haruhusiwi kula. Kwa mfano ukachunguzwa kwamba kasa anaua, si watu wasile wala usibahatishe maisha yao wakisema ni kasa huyu ambaye ndiye haui, huyu ndiye anaua, huyu haui. Wasibahatishe. Imethibitika watu wamekula kasa amekufa, basi watu wasile. Wakitaka nguvu ya kiume basi watafute vitu vingine. Tunakula wana nguvu ya kiume, atafuteni vitu vingine. Yule msile kwa sababu tayari anaua. Watu wa chakula wamekufa, watu Pemba, Unguja, sehemu mbalimbali wamekufa, kwa hivyo watu wajiepushe naye. Kuna wanyama ambao vile vile wanaua kama mabunju yale, basi watu wasile, wajiepushe nao, wajiepushe nao. Najulikana kwamba huyu ni bunju anaua, watu wasile. Kwa nini ule? Samaki wengine sio wapo, na wale watu samaki wengine. Alafu kuna samaki watu waangalie kipindi sasa, kipindi cha kaskazi, kuna majani kule ka bahari yanaota baharini kipindi cha kaskazi. Kwa hivyo kuna samaki kama tasi, watu waepuke katika kipindi cha kaskazi tu. Lakini hatusemi tasi kwamba anaua au nini. Kipindi cha kaskazi tasi watu watakiwa wajiepushe nao, kwa sababu imechunguzwa na madaktari ambao ni wataalamu, wamegundua kwamba kule baharini kuna majani ambayo yanakuwa na sumu. Sasa ikifika kipindi cha kaskazi, tasi anakula yale majani, kwa hivyo yeye hayamdhuru, lakini wewe ukija ukila unadhurika. Kwa hivyo tasi, pandungozi wanadhuru vile vile. Kipindi cha kaskazi wanakula hayo majani, kwa hivyo wajiepushe nao watu samaki kama hawa. Tuguu ambao ni samaki ambao watu wanapenda, lakini kipindi cha kaskazi anakula majani yale yenye sumu, watu wajiepushe nao, sile. Tuguu ni samaki ambaye anakula mpaka kinyesi, anakula kinyesi, kimpasu utamwona kwamba ana kinyesi. Kwa hivyo kipindi cha kaskazi wanakula hayo majani, samaki hao watatu ambao nimekutajieni, watu wajiepushe nao. Shapita kipindi cha kaskazi basi, lakini kipindi cha kaskazi hiyo miti yuko baharini yenye sumu ndio inaota. Kwa hivyo watu wajiepushe nayo masala haya. Kwa hivyo bahari, Mtume alipoulizwa akasema huwa tahuru mauhu, maji yake tahara au ni safi kabisa maumbile yake na yanamsafisha mtu, ndio maana tahuru. Alhillu maitatuhu, na ni halali maiti yake, maiti yake ni halali. Wala tahsulu taharatu bimai ghairi almai, wala haipatikani tahara hii kwa maji yasiyokuwa maji. Yani haipatikani kwamba mtu amejitoharisha kwa kutumia maji mengine yasiyokuwa hayo maji tuliyoyataja. Tunafahamiana, maji yanomsafisha mtu ni hayo tuliyoyataja. Hakuna tohara kwamba mtu atajisafisha kwa maji mengine yasiyokuwa maji hayo tuliyoyataja. Kalhali, kama vile siki,
kwamba mtu kakosa maji atumie siki. Walbenzin, kama vile petroli, mtiririko wake ni kama maji, lakini haiwezekani. Au katumia sijui chai, kasema najitoharisha, wal asir juice, kwamba na juice yangu ya bungo haifai, wal laymun, na kama vile limau, wama shabaha dhalika, na lifanana na hayo. Almuhimu, yale tuliyoyataja ndio maji ambayo yanatoharisha. Yale tuliyoyataja ndio maji ambayo yanatoharisha. Tumetaja maji gani yanatoharisha? Ni maji gani? Maji umande, taje maji baharini, maji ya kisima, ni sawa. Endelea. Maji ya chemchemu, hilo umesahau. Kwa hivyo maji yale tuliyoyataja ndio maji ambayo yanasafisha, ama siki, petroli, chai, juisi, limau. Yani limau ina maji, yani ukishakamua unapata maji mengi, lakini hayafai. Wama shabaha dhalika, nafanana na hayo. Kwa nini? Liqaulihi taala, hayafai kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falam tajidu maa, na kama hamkupata maji msipate maji. Aya imeendelea huko nyuma, alifikasema falam tajidu maa, na msipate maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi mutayammam kwa udongo ulio safi. Udongo hapo unakusudiwa mchanga. Kama mmekosa maji, mutayammam kwa mchanga uliokuwa safi. Kwa hivyo la ingalikuwa inajuzu, basi Allah alisema mtayammam kwa kutumia petroli, mtie udhu kwa kutumia petroli au kwa kutumia siki, moja kwa moja, kwamba mmekosa haya, moja kwa moja mnatakiwa mtayammam kwa kutumia udongo safi. Lau kanat taharatu, lau ingalikuwa kujitoharisha, taghsulu bima'in, lau ingalikuwa inapatikana pasipokuwa na maji. Lau kanat taharatu tahsulu bima'i ghairi alma'i, lau ingalikuwa kujitoharisha hupatikana au hufaa kwa maji yasiyokuwa maji tuliyoyataja, la nukila, ingalinukuliwa ikaelezwa adibul ma'i ilaihi, kwa yule aliyekosa maji atumie vitu hivyo. Ingalielezwa kwamba yule aliyekosa maji basi na atumie limau, ingalielezwa. Lakini tumeambiwa aliyekosa maji afanye nini? Atumie mchanga. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba haijuzu. Wala yunqal ila turabi, wala singalinukuliwa tukaambiwa tutumie mchanga. Moja kwa moja tukaliambiwa tumieni vitu hivi, lakini tulivyokuwa hatukaelekezwa huko ni kuonyesha kwamba haijuzu kutumia maji mengine isipokuwa yale yaliyotajwa. Allahu a'lam, na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Tutasoma adhana, alafu tutauliza maswala, alafu itakuwa darasa yetu ya kwanza hii katika baada ya utangulizi.